Katika pembe ya magharibi mwa Tanzania, mbali na kelele za miji, kuna ardhi yenye pori isiyoathiriwa na mikono ya binadamu. Na hapa ndipo unapoikuta roho ya mwituni bado inaishi. Ni kilomita 38 kutoka manispaa ya Mpanda na kilomita 248 kutoka mkoa wa Rukwa. Ndipo unapoikuta hifadhi ya taifa wanyamapori Katavi, hifadhi pekee inayosifika kuwa na makundi makubwa ya wanyama wakiwemo viboko, nyati, simba, tembo na kadhalika. Bila kusahau ndege na wadudu mbalimbali. Leo katika Jicho la Nyikani kutoka hapa Finu Media, tumetia kambi katika hifadhi hii ya taifa wanyamapori Katavi kwa ajili ya kukujuza yale mengi yanayopatikana katika hifadhi hii, ili wewe uweze kuja kutembelea na kujionea uzuri na upekee uliobarikiwa katika hifadhi hii ya taifa wanyamapori inayopatikana katika mkoa wa Katavi. Baada ya kufika makao makuu ya hifadhi ya taifa Katavi, nimepokelewa na mwenyeji wangu anayeitwa Beatrice Msuya, ambaye ni mhifadhi daraja la pili katika hifadhi hii ya taifa Katavi, na anakwenda kutuelezea historia fupi ya hifadhi hii na jinsi ambavyo mtalii wa ndani au nje ya Tanzania anaweza kupokelewa na kuingia ndani ya hifadhi na kutalii. Kwa majina, naitwa mhifadhi daraja la pili Beatrice Eric Msuya, natokea hifadhi ya taifa Katavi, kitengo cha utalii. Hifadhi yetu ya Katavi ipo kusini magharibi mwa nchi ya Tanzania, ambao ipo ndani ya mkoa wa Katavi, lakini pia iko karibu na mikoa kama mkoa wa Rukwa, mkoa wa Tabora na mkoa wa Kigoma. Pia ni karibu kufika ukiwa katika mikoa hiyo. Hifadhi yetu ilianzishwa mwaka 1974 ikiwa na ukubwa wa kilomita za mraba 2253, lakini ilipofika mwaka 1997 eneo liliongezwa na kufikia ukubwa wa kilomita za mraba 4471. Hifadhi yetu kuwa na eneo kubwa hivyo, kwanza ni hifadhi ya 5 kati ya hifadhi 21 tulizonazo Tanzania, na ni hifadhi yenye vivutio vya kipekee na vya kutosha, ikiwemo makundi makubwa ya wanyama, mandhari nzuri, kuna utalii wa kitamaduni, lakini pia kuna vivutio vingine mbalimbali kuanzia ndege, uwanda mzuri, lakini pia tuna samaki wa aina mbalimbali wanaopatikana kwenye vyanzo vya maji vilivyopo ndani ya hifadhi. Hifadhi yetu ya Katavi inasifika kwa kuwa na makundi makubwa ya viboko, kwani wanapatikana kwa wengi katika makundi makubwa, lakini pia vyanzo vya maji hivi ambavyo vipo ndani ya hifadhi hufanya makundi hayo kupata makazi katika maeneo mbalimbali. Hivyo unaweza kukuta makundi yametawanyika katika maeneo mbalimbali ndani ya hifadhi na kufanya hicho kuwa kivutio kikubwa sana. Hifadhi yetu ya Katavi tofauti na kuwa na makundi makubwa ya viboko, pia ina vivutio vingine vya kutosha ambavyo ni vingi, lakini pia kihistoria hifadhi yetu ina tuseme utalii wa kitamaduni, ambapo tuna mti wa katabi ambao upo ndani ya hifadhi. Mti huo ni chanzo pia cha jina la Katavi, ambapo kihistoria tunaamini jina la Katavi ambalo pia ndio jina la hifadhi lilitokana na tuseme historia ya mti huo.
Kwa hiyo ndani ya hifadhi ya Katavi pia tuna jamii mbalimbali za watu ambao wanatuzunguka, wa makabila ya Wabende na Wapimbwe, ambao pia ni chanzo kikubwa cha uhifadhi, kwani haya maeneo walikuwa wanayatumia mwanzoni kama maeneo ya mawindo, lakini kwa kuona thamani yake waliweza kuyatunza na mpaka sasa yamekuwa maeneo ya hifadhi, ambapo vyanzo mbalimbali vya maji vinatokea ndani ya hifadhi na kusaidia mazingira yanayozunguka hifadhi kupata vyakula, kupata maeneo ya malisho, kupata maeneo ya kilimo kupitia utunzaji wa mazingira ambao ulifanyika mwanzoni. Kila hifadhi huwa ina slogan yake ambayo inaenda nayo kutokana na mazingira yaliyopo. Katika hifadhi ya taifa Katavi, slogan yetu ni The True Wilderness of Africa, kwa kumaanisha ni hifadhi yenye uzuri wa kiasili ambayo ipo ndani ya Afrika. Hifadhi yetu ina uzuri wa kipekee kama tulivyoelezea, lakini pia inavyokuwa na huo uasili unaleta kuwa na vivutio mbalimbali ambavyo pia ni vizuri na vya kipekee kulinganisha na maeneo mengine, ikiwemo mandhari nzuri. Maeneo mengi yana uzuri wa kipekee ikiwemo kuna maeneo ya misitu, kuna maeneo ambayo ni ya uwanda wa wazi, lakini pia tuna maeneo yenye maziwa, tuna mabwawa na mito ambayo inapita ndani ya hifadhi, ambayo kwa ujumla yanaleta uhai na kutoa makazi au tuseme sehemu ya kuishi kwa viumbe mbalimbali ambao wanapatikana ndani ya hifadhi, na hiyo inafanya kuwa ni moja ya kivutio kizuri sana. Lakini pia tuna makundi au aina mbalimbali za ndege. Tuna takribani aina tofauti 400 za ndege ndani ya hifadhi. Kwa wale ambao wanapenda kufanya utalii wa kuangalia ndege, ni nafasi nzuri na ni eneo pia zuri kufanya kutokana na utulivu uliopo. Unaweza ukafanya activity ya kuangalia ndege asubuhi pia na jioni, na ukaona ndege wa aina mbalimbali wazuri na wa kupendeza. Wapo ndani ya hifadhi ya taifa Katavi utapata nafasi ya kujionea vivutio mbalimbali, ikiwemo wanyama wa aina mbalimbali ambao wanapatikana ndani ya hifadhi, tukianzia na wanyama wanaokula nyama kama simba, chui, fisi, lakini pia tuna kivutio pekee ambao ni mbwa mwitu. Pia wanapatikana kwa wingi. Kuna makundi ambao huwa yanaonekana kwa msimu ndani ya hifadhi. Lakini kwa wanyama ambao wanakula nyasi, tuna wanyama wengi ikiwemo tembo, tuna makundi makubwa ya twiga, lakini pia tuna nyati. Unaweza kuwaona nyati wengi sana katika sehemu mbalimbali, ikiwemo kuna eneo linaitwa Katsunga liko ndani ya hifadhi. Ni eneo ambao ni tambarare na ni eneo zuri kwa wanyama aina mbalimbali, hasa wanaokula nyasi. Lakini pia tuna makundi ya swala. Kikubwa zaidi tuna makundi ya viboko ambao pia wako na mamba ndani ya maji. Wanapatikana kwa wingi na wanaonekana katika maeneo mbalimbali. Hivyo tunawakaribisha pia sana kuja kutalii na kujionea vivutio hivyo mbalimbali ambavyo vipo. Zaidi ya mengi, unaweza ukaona vivutio ambavyo tumevitaja, lakini kuna vingine ambavyo ukija katika maeneo unaviona kiurahisi. Lakini pia tuna maeneo ambayo yana
maporomoko. Tuna maporomoko yaliyoko ndani ya hifadhi ambayo yako katika maeneo tofauti tofauti. Ni maeneo mazuri pia ambayo unaweza kuja kufanya utalii. Hivyo maeneo haya na mengine mengi yamekuwa ni sababu kubwa ya hifadhi yetu kuwa na uzuri wa kipekee, na tunawakaribisha sana kuja kutalii na kujionea vivutio hivyo vilivyopo ndani ya hifadhi, lakini pia ndani ya mkoa wa Katavi, na kujionea vivutio pia vingine vinavyozunguka ndani ya mkoa. Ndani ya hifadhi yetu ya Katavi huwa tunapokea wageni mbalimbali kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mwaka, kwa kumaanisha kwa msimu wa kiangazi, lakini pia msimu wa masika tunapata wageni mbalimbali wanaotoka ndani ya nchi, lakini pia wanaotoka nje ya nchi. Kwa utaratibu huwa mgeni akifika hapa atatakiwa kufuata njia mbalimbali, ingawa ni chache tu ambazo zinachukua muda mrefu. Mojawapo, lazima atatakiwa kufika katika ofisi za hifadhi ili kuweza kupata kibali, ambapo wageni huwa tunawapokea wanapofika hapa ofisini, na tunakuaga na vijana wanaotusaidia kuongoza wageni, lakini pia na sisi tunakuwepo bega kwa bega kushirikiana ili kuhakikisha mgeni anapata huduma nzuri. Na wageni wanapofika huwa wanaingia katika ofisi yetu na kufuata taratibu za kufanya malipo, ambao malipo wakishakamilisha basi mgeni ataenda hifadhini. Lakini katika kwenda, mgeni lazima anapokuja awe amekuja na gari lake, kwa sababu kama hifadhi hatuna usafiri ambao unatumika kwa ajili ya utalii. Hivyo tunatoa elimu kwa watu kwamba unapotaka kuandaa safari, unaandaa usafiri. Ukishafanikiwa kupata tu usafiri, basi gharama zingine zinazobaki huwa sio kubwa. Kwani unapofika hifadhini utalipia kiingilio tu cha kuingia hifadhini, ambapo kwa Mtanzania ambaye ni mtu mzima kuanzia miaka 16 kwenda mbele atalipia shilingi 5,900 tu za Kitanzania, ambapo 5,900 tunaamini ni hela ambayo ukijichanga ndani ya muda mfupi unaweza kuipata na kuweza kuja kuona vivutio hata inapofika mwisho wa mwaka. Kwa wageni wa nje au tunawatoza gharama ya dola 35, ambao ukibadilisha Kitanzania inaenda kwenye 70 na kitu. Hivyo gharama hizo huwa tunazitoza kwa mgeni anapofika kwa ajili ya utalii. Hiyo inakuwa ni mbali na gharama zingine. Lakini pia ndani ya hifadhi tuna huduma za malazi, tuna huduma ya chakula, ambapo mgeni anaweza kafika akapata chakula, lakini akapata huduma ya malazi, ambapo gharama pia kwa Mtanzania kwa malazi ni shilingi 23,600 kwa mtu mmoja tu. Na kama kuna mtoto wa kuanzia miaka 5 hadi miaka 15 atalipia 11,800 kwenye huduma ya malazi. Lakini pale kwenye huduma ya kiingilio tulisema mtu mzima atalipia shilingi 5,900, ila mtoto wa miaka 5 hadi 15 atalipa shilingi 2,360 tu. Na kama kuna watoto wenye umri chini ya miaka 5 wataingia bure. Hivyo kama unavyoona, gharama nyingi kwa wazawa au watalii wa ndani ipo chini kuifanya kila mtu aweze kutalii na kuona vivutio vilivyopo ndani ya hifadhi. Na tunatoa hamasa sana kwa wageni wa ndani au tuseme wazawa wa ndani ya mkoa, lakini wa mikoa inayozunguka, lakini pia wageni ambao wako ndani ya nchi yetu, kuwa wazalendo na kuja kujionea vivutio tulivyonavyo kwa wingi, na kushawishi hata rafiki, ndugu na jamaa waweze kuja kwa pamoja na kujionea vivutio hivyo. Vyote hivi huifanya hifadhi yetu kuwa ya kupendeza na yenye vivutio, lakini pia yenye uzuri wa kipekee. Karibuni sana Hifadhi ya Taifa Katavi.